Sitaki ni mjaji sana huyu kocha kwa sababu ndo mechi yake ya kwanza, bado anahitaji muda wa kuweza kuitengeneza ile Yanga ambayo imemaliza msimu, Yanga ambayo imeenda kuchukua mataji 5 kwenye msimu uliopita. Bado sijaiona ile Yanga kwa sababu unatazama muunganiko wa kikosi bado sio ule ambao ulimaliza msimu jana. Kwa hiyo kwangu mimi nimeiona Yanga ambayo inajaribu kujitafuta kurudi kwenye ule ubora ambao alikuwa nao, lakini bado kusema imejipata kwa huyu kocha ambaye amekuja bado ni mapema sana. Eneo la katikati Young Africans ni miongoni mwa sehemu ambazo wana chaguzi la kuongeza wachezaji mbalimbali. Leo alianza Dumbia pale, lakini baadaye alipotoka tukamwona Kouma ameingia. Binafsi alipoingia Kouma kuna kitu gani ambacho alikiongeza kwa Dumbia ambacho haukukiona? Nafikiria wote ni wachezaji wazuri na ambao kwa maana ya kisifa zinafanana, lakini kuna baadhi tu ya vitu vichache ambavyo wanatofautiana. Moja kati ya kitu ambacho Dumbia anacho kwanza ni usahihi wa kupiga pasi, lakini uwezo wake pia wa kutaka kuicontrol mechi bado haijawa vile ambavyo aidha Aucho alikuwa anafanya ama ambavyo watu wanatamani. Ukija kwa Kouma ni mchezaji ambaye ni kama anataka kuvaa viatu vya wachezaji ambao walikuwepo msimu jana, kwa maana Pacome kina Stefana Ziki, lakini bado unaona inakuwa ni ngumu kwa sababu ili uwe bora kwanza inategemea muunganiko wa kitimu. Ni kivipi ambavyo timu inajenga mashambulizi ikiwa inalitazama lango la timu pinzani, na ni kivipi inazuia pale ambapo inashambuliwa. Kwa maana ya kikosi cha Yanga kwenye eneo la katikati si ile Yanga ambayo imemaliza msimu. Bado kuna vitu vingi sana ambavyo kocha mpya anapaswa kuvirekebisha kwa haraka, kwa sababu kwenye eneo ambalo linakwenda kuamua mechi ama linaamua hatima ya ubora wa kikosi chako kwenye mpira wa kisasa, tunaamini kwenye eneo la katikati, kwa sababu ndio kunakuwa na balance ya timu kushambulia na timu kujilinda. Kitazama kwa asilimia kubwa hadi hivi sasa Abuya ambaye tunamzungumza si Abuya yule ambaye amaliza msimu jana. Mudathiri haya si yule. Kwa hiyo inawezekana pengo la Aucho ama nafasi ya Aucho bado ikawa kuna pengo kubwa ambalo sioni kama wanaweza kuliziba kwa haraka. Kwa sababu kwa mchezaji binafsi, kwa maana Musa Barakonte ambaye alisajiliwa kama mbadala wa Aucho, imeshindikana. Kilichobaki ni namna gani ambavyo kocha anaweza akatengeneza mfumo mama ambao unaweza ukawa unaifanya Yanga icheze lakini pia ipige pasi vile ambavyo ilikuwa inapiga kama msimu uliopita. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri bado kuna kazi kubwa sana ambayo inapaswa kufanyika, kwa sababu Yanga ama mashabiki wa Yanga kwa hivi sasa ukiwauliza wao watakujibu ile Yanga msimu uliopita. Unavyowasikiliza wanaijaji ile Yanga msimu uliopita. Kwa hiyo wasisahau pia ule ni msimu uliopita ambako una Aucho, lakini pia una Stefana Ziki ambaye msimu juzi ndo alikuwa top scorer wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo tunapopia wazungumza wachezaji lazima kwanza turudi kwenye madaraja ya ubora wa mchezaji mmoja mmoja, alafu unakwenda kulinganisha na hao wachezaji ambao tulipaswa kuwafananisha ama kuwalinganisha. Kumladi unapomlinganisha Musa Barakonte na Aucho ni vitu viwili tofauti, lakini unakuja kwa Arasani Kouma na Stefana Ziki bado kuna utofauti mkubwa. Lakini naamini kuna uwezekano wa kocha kutengeneza mfumo, kuchukua ubora wa Celestian Yekua, ukachukua ubora wa Dumbia, ukachukua Arasani Kouma, ukapata kitu bora. Lakini ni kivipi unaweza kutengeneza mfumo mzuri ambao unaweza ukawa unapata kitu bora na kuziba yale madhaifu ambao wachezaji wamekuwa nayo. Tuzungumzie goli ambalo amelifunga Celestian Yekua. Yeah. Nikimbia sahihi akata rifai kama anakwenda press kumchungulia golikipa kuona ni namna gani ambavyo amekaa mpaka anafanikiwa kwenda kukevu. Ni mtu wa namna gani? Nafikiri nimezungumza kwamba hizi ndio nyakati ambazo unaweza ukawa unarudi kupima ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Nimezungumza kwamba kwa magoli ya leo ya Young Africans, mimi binafsi nitapongeza jitihada za wachezaji. Kumladi goli linanipalia kaka. Bonge moja la goli. Haya magoli hayafungwi ovyo ovyo, ni machache sana kuyaona akifungwa. Nafikiri amefanya kitu bora sana, movement ambayo alikuwa nayo, lakini imani ambayo amepewa na mwalimu na kwenda kuitumia kama faida kwa Young Africans, inawezekana ikaanza kumtengenezea nafasi yeye kuendelea kucheza kwa kikosi cha Yanga, kwa sababu kocha anawatazama wachezaji ambao wanampa kitu bora. Kocha siku zote anaangalia impact ya mchezaji na madhaifu, na anaweza kutengeneza vipi yale madhaifu kuyachukulia kama advantage. Nilichokiona kwa Celestian Yekua
ndiye mbadala kwa hivi sasa ambaye tunaweza tukamtaja kama Clement Mzize. Kwa maana mikimbio ambayo Clement Mzize anakuwa anaifanya akacheza kama winga. Nimeiona leo kwa Celestian ikua. Lakini tazama aina ya goli ambalo amefunga, pale unarudi kupongeza ubora wa mchezaji kwa sababu haikuwa rahisi, lakini tazama engo ambayo amechagua ni ngumu sana kumlaumu golikipa kwa sababu asingeweza kufanya lolote. Kwa hiyo amefanya kitu bora na inawezekana ikaanza kumjengea imani ya kile ambacho alikipoteza kwa mashabiki na kupata nafasi ya kwanza kucheza. Tumsifu golikipa ama ni kiwango ama hajakuwa na msimu mzuri kwa msimu huu ambao ligi imekwenda kuanza? Nafikiri Dube ukimtazama hata msimu uliopita alianza vibaya sana.